Saratani ya tumbo ni ya kawaida sana, ikijumuisha pia saratani za umio. Kadri mabadiliko ya idadi ya watu yanavyotokea katika jamii, kuna mwelekeo unaoongezeka wa saratani ya umio kusogea kuelekea tumboni, na saratani nyingi sasa zikiwa adenocarcinoma za sehemu ya OG, badala ya ile iliyokuwa ikionekana mara nyingi awali ya squamous cell carcinoma ya sehemu ya juu ya umio. Adenocarcinoma inaonekana zaidi kwa watu vijana, hasa karibu na sehemu ya OG, kwa wagonjwa wanene kupita kiasi, wanaovuta sigara na walevi. Unapozungumzia upasuaji wa juu wa njia ya chakula, hasa saratani za umio na tumbo, wagonjwa wengi hapa Chennai, hasa watu wa hapa kwetu, hufika wakiwa katika hatua ya mwisho kabisa. Karibu theluthi mbili ya wagonjwa wako katika hatua ya 3 na ya 4 ya ugonjwa. Wanapofika kwetu wakiwa katika hatua iliyoendelea sana, tunagundua kuwa ni robo tu yao wanaokuja kwa ajili ya upasuaji wa kuondoa kabisa saratani au matibabu ya kuponya. Wengi wao hupata matibabu ya kupunguza makali ya ugonjwa tu. Kwa wale wagonjwa ambao upasuaji wa kuondoa kabisa saratani unapangwa, ni muhimu sana wapate matibabu ya upasuaji yaliyo sahihi kabisa. Na upasuaji sahihi hufanywa katika taasisi zenye wataalamu waliobobea ambao wanafanya mbinu za kisasa zaidi, ikiwemo upasuaji wa kutumia vifaa vya laparoskopia au roboti. Upasuaji wa roboti na laparoskopia vimepunguza muda wa kulazwa hospitalini na kuharakisha kupona baada ya upasuaji. Upasuaji wa kisasa wa roboti umeleta mapinduzi makubwa katika matibabu ya saratani, kwa sababu kwa kukata tishu kwa usahihi, tunaweza kupunguza madhara kwenye tishu, na hilo lina faida kubwa katika kuharakisha kupona kwa mgonjwa. Onkolojia ya matibabu inahusisha utoaji wa kemotherapi, radiotherapy na hivi karibuni immunotherapy. Kuchanganya aina zote za mbinu za matibabu kumeongeza mafanikio kwa wagonjwa hawa. Eneo lingine la utaalamu ambalo ningependa kutaja ni upasuaji wa ini na njia ya nyongo. Upasuaji wa ini ikiwa ni pamoja na upasuaji wa ini bila kupandikiza, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa ini magonjwa ya ini, na pia upasuaji wa kongosho kwa magonjwa mabaya. Upasuaji wa kongosho umefanywa kwa njia ya laparoskopikali na upasuaji wa roboti umeweza Kwa upasuaji wa roboti, tumeweza kufanya mgawanyiko sahihi wa tishu za anatomiki na anastomosis. Hii imeboresha ahueni na matokeo ya wagonjwa hawa. Asante.